Kwa mujibu wa taarifa inayosambaa mitandaoni, kikundi cha vijana 436 waliotekeleza ujenzi wa ikulu ya Chamwino na miradi mingine ya serikali chini ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT limetoa tamko kwa umma wakilalamikia kupuuzwa kwa maombi yao ya ajira licha ya kufuata taratibu zote za kiserikali. Vijana hao wamesema walihusishwa katika miradi mikubwa ya taifa ikiwamo ujenzi wa ikulu ya Chamwino, ukuta wa ikulu ya nyumba za usalama, uwanja wa paredi, jengo la tume ya uchaguzi NEC, hospitali ya Uhuru, shule ya Mfano, kanisa na msikiti wa Chamwino pamoja na bwawa la Rufiji. Wameeleza kuwa walitumikia taifa kwa zaidi ya miaka 3.5 kwa ahadi kwamba baada ya kazi kukamilika wangeajiriwa serikalini, jambo ambalo halijatokea mpaka sasa. Kwa mujibu wa tamko lao, vijana hao wanasema waliandika barua kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 19 Januari 2024 na nyingine tarehe 9 Januari 2025 wakieleza hali ngumu ya maisha wanayoishi, lakini hawajawahi kupata majibu wala msaada wote kutoka serikalini. Wamesema hali hiyo imewaacha wakiishi katika umasikini na kukosa matumaini, huku baadhi ya wenzao waliokuwa nao kwenye kazi hizo wakiendelea na maisha mazuri serikalini. Wametangaza kuwa wataendelea kudai haki zao kwa njia za amani, kisera na kikatiba, na wamepanga kuungana na Watanzania wengine tarehe 29 Oktoba 2025. Walipanga maandamano ya kudai wajibikaji na haki. Vijana hao pia wamewataka wenzao wote waliowahi kushiriki ujenzi huo kuungana nao katika harakati hizo wakiwa katika maeneo yao. Kupitia barua hiyo walioitoa, wameandika: vijana 436 wa JKT waliojenga ikulu ya Chamwino Dodoma. Taarifa kwa umma. Sisi vijana 436 tuliojenga ikulu ya Chamwino na miradi mingine ya serikali chini ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT tunatoa tamko hili kwa umma wa Tanzania kufuatia kupuuzwa kwa maombi yetu ya haki ya ajira licha ya kufuata taratibu zote za kiserikali. Tulihusishwa katika ujenzi wa miradi muhimu ya taifa ikiwemo ikulu ya Chamwino, ukuta wa ikulu na nyumba za usalama nje ya ukuta wa ikulu, uwanja wa parade, jengo la tume ya uchaguzi NEC, hospitali ya Uhuru, shule ya Mfano, kanisa na msikiti wa Chamwino na bwawa la Rufiji. Tulitumikia taifa letu kwa muda wa mwaka mmoja na miezi 9 kwa ahadi kwamba baada ya kazi kukamilika tungeajiriwa serikalini. Mnamo tarehe 19 mwezi wa kwanza 2024 tuliandika barua rasmi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na baadaye tarehe 9 mwezi wa kwanza 2025 tukawasilisha barua ya pili tukieleza hali yetu ya maisha ilivyo ngumu. Licha ya jitihada hizo, hatujapokea majibu wala msaada wowote hadi leo. Hali hii imetufanya kuishi katika umaskini, mateso makubwa na kukosa matumaini, huku wenzetu waliokuwa nasi kwenye kazi hizo wakiendelea na maisha mazuri serikalini. Kwa kuwa tumefuata taratibu zote bila majibu, tunatangaza kwa umma kwamba tutaendelea kudai haki zetu kwa njia za amani, kisheria na kikatiba, tukijiunga na Watanzania wote wanaosimamia na kudai ukweli na uwajibikaji wa serikali. Tunaahidi kuwa tarehe 29 mwezi wa 10 tutaungana na Watanzania wapenda haki na utawala bora. Tunatoa wito kwa vijana wote tuliowahi kushirikiana katika shughuli za ujenzi kuungana na Watanzania wengine tarehe 29 mwezi wa 10 2025 katika maeneo yao. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki haki. Kwa heshima kubwa, vijana 436 wa JKT waliotekeleza ujenzi wa ikulu ya Chamwino na miradi ya taifa tarehe 27 mwezi wa 10 2025. Na hii ni Neli TV. Usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu.